Father Lucas Juma Nandemu, padri msimamizi wa parokia ya Mtakatifu Yohane Paulo wa pili Muskoma, na leo nina furaha kwa ajili ya fursa hii ambayo nimepewa, hususan wakati huu ambapo tunaanza likizo. Wanafunzi wetu wamerudi nyumbani, wale wa shule za msingi na shule za upili, na nachukua nafasi hii kuweza kutoa wosia juu yao, kwa sababu likizo ni fupi, na tunawaalika licha ya ufupi wa likizo hii waweze kujihusisha na mambo ambayo yatakuwa yanawajenga wao wenyewe na pia kutujengea jamii. Tunawasihi wanaposhirikiana na wazazi katika kazi, hususan saa hii kuna upanzi na ukulima, wasijiweke bure bali wahusike. Alafu pia wapate muda kidogo wa kujihusisha na masomo yao, kufanya marejeleo, na pia kwa sababu wanasema akili iliyo bila kitu ndio inaweka nafasi ya shetani. Tunawaalika wakaribie pia makanisa. Tunawasihi viongozi wa makanisa waweke mipango. Kuna mengi ambayo kama sisi tumepanga, vijana wetu wanapokuja nyumbani tunawahusisha katika kanisa ili waweze kukua na wakati mwema wa kumtambua Mwenyezi Mungu. Na unapoona wakati huu wa likizo pia tunawatia wazazi moyo, kwa sababu likizo ni fupi. Baada ya muda mfupi wanafunzi watarudi shuleni, na tena utawaona wanarejeshwa nyumbani kwa ajili ya karo. Ni kuwatia tu wazazi moyo ya kwamba licha ya kwamba kuna usaidizi wa bursaries kutoka kwa serikali, ingawaje wamepunguza, tunawatia pia wazazi moyo wajikakamue, ili wanao wakirudi shuleni waweze kubaki shuleni ili wasome, wasiwe mara nyingi njiani. Tunajua wanastahili muda zaidi darasani ndiposa pia wafanye vyema. Na sisi tukiwa Wakatoliki tumekuwa na kipindi cha Kwaresma, tunaendelea nacho na tunakaribia tamati ama kilele chake, na Jumapili hii ijayo hii tunaanza Juma Kuu. Juma Kuu ni siku za mwisho zinazoelekea Pasaka, na zinaanza na Jumapili ya Matawi ama Mitende ama Makindu, ambayo Wakristo wa Katoliki wanajumuika mahali pamoja, wawe na msafara kuelekea kanisani. Hii huwa ni ishara ya ukumbusho wa jinsi Kristo alivyoingia Yerusalemu akiwa amekalia mwanapunda, ya kwamba watu wanabeba matawi wakimshangilia kwamba yeye ni mfalme wa amani, ndio alituletea sisi ukombozi. Kwa hivyo Wakristo wote wanaalikwa wakaweze kutafakari juu ya uhusiano wao na Mungu na uhusiano wao na wenzetu, na yale mateso ambayo Kristo alipitia kwa ajili ya dhambi zetu, nasi tuweze kukiri makosa yetu. Tunaposhiriki juma hili, basi tuweze kupata faida ya uponyaji na ukombozi tutakaposherehekea Pasaka. Nawatakia kila la heri.